Hiyo ni vizuri sana. Kweli mimi hutumia kitambaa mara kwa mara kwenye macho yangu. Karibu kila mmoja wetu ako na shida ya macho. Macho yanadhoofika na pia inakuwa na mwasho especially inapoelekea wakati wa jioni hivi. Anakuwa na hiyo mwasho. Sasa unapotumia kitambaa ya maji baridi inasaidia sana kutuliza hiyo mwasho. Alafu jambo lingine ni kwamba wakati unasikia kumekuwa na hiyo mwasho sana, ni vizuri kuweza kuketi katika mahali ambapo kuna kivuli. Na pia ni vizuri kumpa macho yako muda, unafunga kidogo macho hiyo kama muda dakika 10 ama zaidi. Hiyo inarudisha macho kurudi tena katika ile hali ambayo ni nzuri na inasaidia sana. Kuna kitu kingine ambacho kitapunguza mwasho wa macho kama utakipata. Ni dawa ya kumwaga kwa jicho kutoka kwa duka la dawa. Unaweza kudondosha tone kulingana na maagizo ya daktari, na inasaidia kutuliza macho. Najua kwamba tumeweza kusema kuhusu jinsi ya kulinda macho yetu kutokana na vitu, lakini hii inakubalika sana na ni jambo nzuri kwa ajili ya jicho. Daktari, naam, niambie, niko na rafiki yangu macho yake ni mekundu zaidi. Sasa mtu kama huyu anaweza kufanyaje? Kwa kweli kuna njia nyingi tofauti ambayo hutokea kwa macho mara kwa mara. Ikiwa mtu anaweza kutunza njia hii na hali isibadilike, basi anaweza kutafuta ushauri kutoka kwa daktari. Kwa kweli mtu anaweza kutafuta daktari iwapo ana shida aina hii. Mtu ana uvimbe kwenye au karibu na macho. Pili, sehemu nyeupe ya macho inakuwa kama inafunika. Tatu, iwapo jicho moja au yote yanaanza kupoteza uwezo wa kuona. Ine, iwapo mtu anaanza kuona mtu mmoja kama wawili. Tano, iwapo unahisi uchungu ambao hauponi kwenye macho. La mwisho na la sita, iwapo kuna wingi wa machozi na uchafu mweupe au wekundu wa macho ambayo inaendelea kuwa mbaya kwa jicho lako au macho yote. Tunabaki hapa fike salama. Kwa tumeshukuru, tumefurahi kwa kuja kusaidia. Lakini bado nilikuwa na swali moja. Hilo ni gani? Mimi sioni kwa wakati huu, sioni vile nilikuwa nikiona hapo awali. Macho yangu yamepunguza nguvu, na hata wale ambao tunakuwa tunatembea nao marika yangu hatuoni vizuri. Mimi nahitaji miwani. Na hata hao pia wanahitaji miwani. Tufanye nini? Uko sawa. Watu wengi wanahitaji miwani. Hii ni kawaida kwa watu wanapozeeka kuwa na shida ya kuona. Watu kama hawa wanaweza kupata miwani yenye uwezo wa kupanua vitu. Kwenye maduka unaweza kujaribu yoyote hadi upate inayokufaa. Hata hivyo, watu wengi wakiwemo watoto wana shida ya kutokuona mbali, au labda kuna shida zaidi. Watu hawa wanahitaji kuona daktari wa macho au mtaalamu wa macho ambaye anajua kupima kila jicho vizuri na kupata miwani inayofaa. Sio vizuri kutumia miwani ambayo haijapimwa kwa ajili ya macho. Lazima utafute miwani sahihi, sio ya jua kali. Asante sana kwa usaidizi. Nimeshukuru, nina nafuu sasa. Nimeshukuru zaidi. Vyema kabisa. Lakini kumbuka utunzi wa macho. Ya kwamba weka mbali
vitu na macho kwa ajili ya kuyalinda macho yako. Na pia hakikisha familia yako imepata vyakula ambayo ina madini ya vitamini A kwa ajili ya kuwasaidia katika hali ya macho yao. Na unapokuwa na shida ya macho, hakikisha kwamba umeenda kuona daktari wa macho, mtaalamu wa macho kwa ajili ya kusaidia katika shida yako. Kama leo unaona imekuwa ni rahisi. Imekuwa sawa. Sawa, Vyema. Haya.